Inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania, na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi. Wao wanaenda kwenye tetesi tu, dhahabu dhahabu dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu, achilia mbali dhahabu, wanatumia liquidity papers zake za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi. Ni sera za kifedha za Benki Kuu ambazo huwa zinatumika na nchi yoyote, lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko, wanatumia pia sera hizo hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa fedha. Sasa leo hii kwa Benki Kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. Na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu, hata iwe nyingi na nyingi na nyingi, mpaka tulingane na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi. Inapotokea soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huku, wapate soko, wapate fedha nyingi za. Ni busara tu, maadamu kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile. Ni jambo la kawaida, tuna haya wala si mambo ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya, na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika, hivyo ndivyo ambavyo inafanyika.